kabisa. Bwana, mimi naitwa Diego Mashuhuri, niko na chifu hapa Mr. Dominic Salamba, alikadhalika Lugano, Yusufu Katalambula na studio nzima. Bwana, mezani hapa tunalo hili swala. Bila shaka umefuatilia mkutano wa wanahabari ambao umefanywa na klabu ya Simba Sports Club. Yes, na yale ambayo yamezungumzwa ndiyo ambayo yanatupasua kichwa kwa wakati huu. Lengo ni kupata ufafanuzi sahihi na wa hoja ambazo zimewasilishwa na mwenyekiti wa bodi Mr. Crescentus Magori. Kwa mujibu wao ni kwamba wanaweza kwenda CAS na FIFA wakihoji kwamba huyu mchezaji inakuwaje anakuwa na raia mbili ambazo zinasoma, jambo ambalo FIFA waliruhusu. Na vile vile kwa nafasi yako wewe umehudumu kwenye shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, pengine utueleze sasa, utupatie elimu juu ya masuala ya usajili wa mchezaji na uraia unaweza kupatiwa vipi kwa mchezaji na usajili unaweza kufanyika vipi. Karibu sana mzee wangu. Of course, kama wanataka ni swala kwanza kupata majibu tu, watapata majibu. Ndio. Hapa ni very clear kwamba bwana huyo mchezaji mnamwandikia amepewa uraia na serikali ya nchi ambayo anacheza mpira. Kwa jibu litakuwa ni ndio. Itakuwa ni ndio, sasa basi mchezaji halali wa hiyo club itakuwa imekwisha hiyo. Kwa sababu FIFA, CAS hawana mamlaka au tuseme jurisdiction ya kumpa uraia mtu au kutompa mtu uraia. Kwa hiyo ni swala ambalo liko ndani ya nchi ambazo zinatambuliwa na Umoja wa Mataifa. Yaani hiyo hakuna chama cha mpira au taasisi yote binafsi ambayo inaweza ikakataa uraia wa mtu wakati file zimeshampa uraia. Sahihi. Unaona? Kwa hiyo kama kwamba eti huko FIFA anajulikana ni raia wengine, ni issue ya ku-update information tu, kwa sababu Tanzania haiwezi update information za Damaro wakati haimtumii kwenye mashindano ya kimataifa. Na wala hana sifa za kuchezea timu ya taifa kwenye nani hiyo. Kwa hiyo hawezi ku-update. Kwa hiyo information kwa wakati huo zitasomeka kwamba huyu ni raia wengine, lakini itakapotaka kumtumia kwenye mashindano yake, kwa mfano AFCON, mfano World Cup qualifying, hapo ndio itaanza sasa kwanza kwamba huyu alikuwa raia wengine vipi, anatambulishwa kama mchezaji wa Tanzania. So hapo wataangalia, na hapo ndipo wataanza zile process kwamba amefuata process za kuhama shirikisho kutoka shirikisho moja kwenda nyingine, ama kuhama association kutoka association moja kwenda association nyingine, ama beach of international. Umeona? Sahihi. Kwa hiyo hivi vitu FIFA haidili na kutoa uraia. FIFA inadili na kuhama kutoka chama kimoja cha mpira kwenda chama kingine, sio uraia wa nani. Kwa sababu wachezaji wengine wanatoka kwenye nchi ambazo zina dual citizenship. Kwa hiyo FIFA haiwezi kadiri na watu ambao wanatoka nchi ambazo zina uraia pacha. Yenyewe inachodili na kwamba huyu kama anatoka kwenye uraia kwenye nchi ambayo ina uraia pacha, inachotakiwa ni kwamba kama alicheza national team ya nchi ambayo anataka kuiacha kabla ya kufikisha umri wa miaka 21, basi atafuata utaratibu huu. Lakini FIFA haina utaratibu wa kwamba mchezaji anayetaka kuchezea klabu fulani, anayechezea klabu fulani akiomba uraia afuate zile process za national team. Kwa hiyo ukiangalia ni kama Simba wanataka kupumbaza watu kwamba wanajua kabisa wanachokizungumza sicho wanachokifanya, au wanachokizungumza sicho ambacho wanatarajia kwenye maamuzi ama ya CAS ama ya FIFA. Kwa sababu hakuna sehemu watasimamia kwamba hapa ndipo wakisimamia kwamba wewe mbona kwenye nani neno kwenye sehemu tunamwona ni raia wengine. Hiyo sio issue.
Ndio maana nimewaambia watu kwamba nikia kina Tonzebe na Wan-Bissaka kwamba hawa wana uraia wa nchi mbili, wakati sheria za Kongo haziruhusu uraia wa nchi mbili. CAF waliwajibu kwamba kama hawa wachezaji wana passport halali za Kongo, basi na wachezaji halali wa Kongo. Si swala la FIFA na CAF au nani kudili na issue ya uraia. Hiyo si issue yao. Sawa. Unapohama kutoka association moja, kwa maana ya kwamba association ndio members wa FIFA, kwamba unataka kutoka kuacha kuchezea association fulani, unataka kwenda kuchezea association nyingine, hapo ndio FIFA wanapokunani. Sio kuchezea association, sio kuchezea kwenye club, kuchezea kwenye national team. Ndio inachomaana. Sasa hao wanashindwa kutafsiri hiyo, ndio maana wanahangaika. Sawa. Mzee Ngetile Osia, niwe muwazi kwamba tangu hili sakata limeanza leo hii ndio nimesikia ufafanuzi na nikauelewa. Nimeuelewa kwa kauli moja tu, ulipoanza tu nikawa nimeshalielewa kwamba haijalishi mchezaji ni nani, ametoka wapi, lakini kama nchi anayochezea imempa uraia, yani kama mamlaka zimempatia uraia, basi hilo jambo limeisha. Yani kwa kauli moja tu na rahisi kwamba kama nchi imempatia uraia, na inavyoonekana ni kwamba Damaro amepatiwa uraia na nchi, kwa ina maana FIFA CAS hawana haja ya kufikishiwa jambo. Kukataa uraia wake ama vipi? Watakataa tu pale huyu atakapotaka kucheza national team nyingine. Sawa. Kuna hoja tofauti. Mwingine anataka kuchezea Tanzania timu ya taifa. Ndio. Hapo ndo wataingia, lakini kwa issue kama Damaro ameshavuka miaka 21, hawezi akaomba kuhamisha kuomba kuchezea timu ya taifa Tanzania, hawezi. Ameshavuka umri ule miaka 21. Sawa. Sasa kuna swali hapa, mtu ana mtazamo tofauti. Huyu Mr. Lugano Israeli ana mtazamo tofauti na ana swali kwako. Karibu sana Lugano. Angetile Osia. Yeah. Nashukuru kama unanisikia hapo. Ongeza sauti. Niongeze sauti? Okay. Swali langu la msingi nataka kufahamu, kwa sababu ulikuwepo kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, nataka nifahamu kuhusiana na FIFA jinsi ambavyo wanayapa mashirikisho kwa maana ya utungaji wa kanuni zake. Ni namna gani ambavyo FIFA huwa wanazingatia sana kwenye swala la kanuni, utungaji wa kanuni kwenye shirikisho? FIFA ina kanuni zake za msingi ambazo inataka mpira kote duniani aendeshe kwa hizo kanuni. Ndio. Lakini nchi zina uwezo wa kutunga kanuni zinatoa zikiuti zile za FIFA, zile kanuni kuu. Umeona? Kwa hiyo na kanuni za nchi zinapotungwa zinakuwa zina uhuru kamili. Unless pale kwenye masuala ya kimpira ndio kanuni ya mwisho kabisa inaweza kusema kwamba bwana, iwapo kutakuwa kuna pungufu kwenye kanuni hii, katika kanuni za FIFA za apply. Lakini kama zinajitosheleza, nikapelekea mikoa yenu wakati kanuni zenu zinajitosheleza, wanaambia bwana, hizi kanuni zenu zinajitosheleza na kilichofanyika kimefanyika kwa mujibu wa kanuni zenu, basi kesi inakuwa imeisha. Kwa hiyo unakiri kabisa kwamba kama kanuni na mapungufu itabidi ulirai kwenye kanuni za FIFA ili kuitosheleza sasa katika soka. Ni lazima kanuni zetu ziseme hivyo. Sawa. Swali langu lililenga kwenye kanuni zetu ziseme in case of any hivi na hivi. Ndio. FIFA nani zitapata. Lakini hapo ni hasa kwenye masuala ya FIFA, sio kwenye masuala ya regulation za kawaida. Sawa. Swali langu nitaka niweke msingi kwanza, tukubaliane kwenye eneo hili, alafu nirudi kukuuliza kwa sababu mchakato wa Damaro umevuta hisia za watu wengi sana.
Mi nataka nifahamu kwa upande wako, unafikiri ni kanuni gani ambayo kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji wameitumia kumuingiza Damaro, au tuseme TFF walitumia kumuingiza Damaro kuwa mchezaji mzawa? Kanuni gani ilitumika? Hakuna kanuni ambayo TFF au nani wanaweza kaitumia zaidi ya sheria za nchi. Sheria za nchi zinatambua kuwa mtu yoyote mgeni akitangazwa kuwa raia, huyo ni raia wa Tanzania. Hakuna process nyingine yoyote itafuatwa zaidi ya tamko la serikali kwamba huyo ni raia wa nchi. Tamko lingine lolote wala mchakato mwingine wote unatakiwa nimekuuliza hivyo kwa sababu FIFA ndio inaheshimu sheria za nchi, na uwezi ukaendesha mpira hapa bila kusajiliwa na mamlaka za nchi. Kwa hiyo mamlaka ikiamua tu, mamlaka maana ishapita hiyo bila kanuni za ndani. Serikali wewe maana sheria za nchi, kwa ukiambia wote raia lazima ukubali wewe ni raia. Uwezo kaanza kupinga sasa, wewe ni raia, mbona kufuata taratibu? Sio kazi yako kwamba ameshakwambia wewe ni raia, ni raia. Angetilo Sole, mimi kwa swala uraia huwa sipingani nalo. Inawezekana ikawa raia, lakini ikija kwenye masuala ya mpira miguu kuna taratibu zake. Ndio maana kwa maana FIFA wana sheria zao, ndio hakuna taratibu za mpira wa miguu za kuwarahisha mchezaji kuwa na wanje fulani. Hakuna hata taratibu moja, hakuna. Yani kilichopo hapa ni kwamba serikali ikishasema wewe ni raia wa Tanzania, hakuna taratibu nyingine zinazotakiwa zifuate, unless kama huyo alikuwa ameshachezea nchi nyingine kwa timu ya taifa ya vijana kabla hajafikisha miaka 11. FIFA hapo ndo miaka 21 FIFA ndio inaingilia, kwa sababu FIFA inasema association of international, sio nationals. Haitumii neno nationals, kwa sababu nationals ni naturalization, kupewa uraia. FIFA izungumzii huko, FIFA inazungumzia huyu anataka kuchezea national team hii hapa. Kama alikuwa national team ile pale ya vijana, anataka kuchezea national team hii. Haizungumzii kabisa club. Sawa, nilizungumza na mwenyekiti wa kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji. Alisema wametumia kanuni ya 65-111 ambayo imezungumzia namna ambavyo Damaro aliingia kwenye mfumo kuwa kama mchezaji mzawa. Ulifuatilia hiyo kanuni? Na inasema hiyo kanuni. Hiyo kanuni ambayo sasa imempa mandate kwa maana TFF inazungumza kuhusiana na ngoja nisome hapo ili usikie. Sawa. Inasema nyaraka za utambulisho zitakazokubaliwa na TFF ili kuthibitisha usajili wa mchezaji wa ligi kuu ni pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa kwa mchezaji mzawa. Hii ndo kanuni ambayo imetumika kumpa nafasi Damaro kuwa mchezaji mzawa. Very simple. Ndio. Kwa sababu Damaro ameshapewa uraia na kitambulisho cha NIDA. Ndio. Hahitaji kitu kingine chochote. Ni passport. Sawa. Sasa hii kanuni nataka pia uchanganue neno moja tu ambalo pengine kwa uelewa wako. Neno mzawa unalielewaje likizungumzwa kwenye lugha Kiswahili kabisa? Mzawa ni mtu aina gani? Ni raia wa Tanzania. Raia wa Tanzania kwa sheria hiyo ni raia wa Tanzania. Mzawa tukiwa huko ndani tukianza kusema mzawa ni nani na kwa tatizo. Kwa sababu unasema hivyo Angetilosea. Nazungumza hivyo kwa sababu ya tafsiri ya neno lenyewe kwa lugha ya Kiswahili kutoka Tuki. Sasa Tuki unatafsirika katika minajili ipi? Neno mzawa. Hizo ni tafsiri ambazo sasa chelewa. Hapo inaeleza nini? Kwamba awe ni mzawa, awe na utambulisho. Wa nini? Ni utambulisho wa pasi ya kusafiria pamoja na utambulisho wa pasi. Utambulisho kuna pasi ya kusafiria na utambulisho wa taifa. Utambulisho wa taifa NIDA nayo. Sasa NIDA si mzawa.
mtu yote ambaye anakuwa na NIDA huyo ni mzao Mtanzania. Ukishakuwa NIDA tu wewe maana yake ni Tanzania mzawa. Eti kwamba alipewaje uraia wa Tanzania eti wakati anaanza kucheza national team. Hivi watu wanaopewa Tanzania ni wale wanaotaka kucheza national team. Sawa, mimi nitakuwa nimekuelewa. Sawa, mimi nitakuwa nimekuelewa kwenye upande huo. Naam. Unasema? Yaani mtu nimesikia mabaya anasema kwamba anapewaje uraia wakati anaanza kucheza national team. Hivi wageni wote wanaopewa uraia wa Tanzania wanacheza national team. Lengo lake kwa sababu yeye alikuja kama mchezaji, ndio. Yeye kama mchezaji. Kama mchezaji. Ndio. Kigezo cha kumpa uraia sio kwamba acheze national team. Lakini kuna wengine tunaweza kuona kwamba kuna kipaji ambacho hatutakiwi kukikosa. Serikali yenyewe ikaingilia kati, lakini sio kila mtu. Wengine wanataka uraia kwa sababu ya mambo yao mengi. Na labda niwaambie kitu kimoja ambacho pengine kama watu waliosafiri sana wasijui. Watu wanaotoka nchi kama Gambia, Guinea, wapi, kusafiri kwa huo ni shida sana. Kwa hiyo inapofikia anachezea klabu ya nje kama East Africa, anaona ni heri achukue uraia wa ile nchi ili asipate shida kwenye mambo ya visa, kwenye mambo ya kusafiri, kwenye mambo ya nini. Manake hapa Simba ilichana kwenda wapi? Wachezaji wangapi walirudishwa? 14, sio wanatoka nchi gani? Walirudishwa wapi? Kwa sababu waliambiwa kwamba visa upon arrival haiko kwa wananchi wa nchi hii hapa. Kwa hiyo tibidi warudi kuanza process mpya kwenda kucheza nje huko. Hiyo vitu watu hawaelewi. Lakini uoni kama kanuni hii na taratibu ambao unaizungumzia hapo haina faida kwa taifa, kwa sababu kama aje kuchezea timu ya taifa na kanuni ya 62 imeweka idadi ya wachezaji 12 ambao ni wanatakiwa kusajiliwa kama wachezaji wa kigeni. Huyu wa 13 ni kama hana faida kwenye taifa. Sasa kwenye mpira msichanganye na sheria za nchi, vitu vya kwenye mpira msichanganye na Adam Nditi alikuwa anaweza kucheza na timu yetu. Basi mimi nikushukuru sana. Diego hapa anakupigia tena. Naam. Adam Nditi alikuwa na Chelsea, timu ya vijana ya Chelsea. Tukamtuma Tim Poze aende kuongea naye kwamba akubali kucheza national team. Adam Nditi akaongea na Tim Poze na akamwambia bana, tatizo la nchi yetu ni kwamba uraia wa nchi mbili. Nikanani hapa nikasema nije timu ya taifa Tanzania. Wakati mimi nishachukua uraia wa Uingereza, nimechukua uraia wa Uingereza kwa sababu kuniwezesha mambo yangu hapa, nikisafiri na Chelsea, nikipata shida ya kukaa mlaini peke yangu, wenzangu na kalaini nyingine, visa na nini na nini. Ndio maana nimechukua uraia wa Uingereza. So those things watu hawaelewi, wanachukulia ni mpira, sio, ni maisha. Huyu ni mchezaji ambaye anatafuta maisha, anatafuta kusafiri free, anatafuta nini. Kwa hiyo mpira ni sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo huwezi kuanza kumzuia tena kwa vitu vingine. Leo sheria za FIFA, sheria za FIFA inakuja pale anapotaka kuchezea timu yetu ya taifa tu, sio club. Kwa sababu club ni sehemu ya maisha ya kawaida ya Mtanzania yote, ya raia wote, ni sehemu ya maisha ya kawaida. Sawa. Mzee wetu Angitile Osia, sisi tunashukuru sana kwanza kwa muda wako. Tumetumia muda wako mwingi, lakini faida wameipata sana wale ambao wamefuatilia kipindi, kwa maana fafanuzi ambazo umezitoa zimenyooka moja kwa moja, yani kwamba ukishakuwa, yani nimebaki na ile line yako kwamba nchi ikishakutambua kuwa raia, hakuna FIFA wala CAS, hakuna mamlaka yoyote ya mchezo. Sawa. Mimi nimekuelewa. Nakwambia kitu kimoja kuongezea. Ndio. Hapa anaweza kuja raia ambaye atakosa nje ya nchi. Ndio. Hapa sio raia wa Tanzania. Serikali itamlinda hapa na asifanye kitu na hakuna mtu atakuja kumchukua. Itakuwa ndio leo. Sasa hivi wa Tanzania wengi wako nje huko. Wanaipiga serikali mawe nini, lakini hatuwezi kuchukua. Sawa. Mimi nimekuelewa sana mzee wangu. Asante sana. Mimi nafikiri kabla sijamjibu Lugano, nilitaka nimpe Angitile ili aweze kusikia. Unajua kuna vitu ambavyo Lugano alikuwa anavizungumza.
lazima uweze kuvielewa vizuri. Unapozungumzia neno mzao, yani tafsiri ya Kiswahili inategemeana unatafsiri ukiwa na nani. Kwa mfano, ikishafika hatua nimekaa mimi na wewe hapa, sawa? Sisi hapa ni Watanzania. Ndio. Katika Utanzania huu kuna Utanzania wa kuzaliwa na kuna Utanzania wa kuapply. Unaelewa? Yaani kuna kuzaliwa na wa kuomba. Sasa leo hii ndio unakuta hata hawa nani hawa, hata hawa wanakuja kwa biashara sio Kichina nini, wanapewa NIDA zao za muda, wanapewa zile za ugeni wao ni za muda. Ukishapewa na mamlaka kuwa raia wa Tanzania, from there wewe ni mzawa. Yaani ile hali ya kwamba ukuzaliwa hapa inakufa pale baada ya kuwa umepewa haki ya kuwa raia. Maanake haki zote za Mtanzania wewe unazo. Na hiko ambacho amezungumza Netile, nataka nikufanulie. Watu wengine wanaomba hizo raia. Kwa mfano kuna nchi kama amezungumza Guinea, ukaenda nchi kama Chad. Hizi ni nchi ambazo zimekuwa zina changamoto kubwa sana kwenye jumuiya nyingine. Na watu wake mara nyingi wamekuwa kenda kwenye nchi nyingine hawarudi. Kwa hiyo kupata uraia na kupata visa na kwa changamoto sana. Shida kubwa sana kutokana na nchi uliotokea. Kwa hiyo wakati mwingine hawa watu wanakuja kuomba uraia ikiwa ni sehemu aweze kupata urais. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinasifika kwamba zimekuwa zina watu wastaarabu, watu ambao wanauelewa. Kwa wengi wanaomba, ndio wanakuta hata wale wakina Morrison walikuwa wanaomba uraia, wakina hata nani unafikia Amistambo na wengine wengi wanaomba ikiwa ni Chirwa, ikiwa ni sehemu ya haki ya msingi ambayo katiba inaruhusu kuweza kuomba, na haombi ila kwa sababu mlimtambua kupitia mpira ndio anatumia hiyo chaneli. Kwa sababu leo hii Damaro bila mpira wa Tanzania hakuna ambaye angemfahamu. Kwa hiyo watu wanatumia hizo channels za mipira, akishafika sehemu anaomba, akipata bahati, akishaingia. Kwa hiyo saizi hapa tayari ni Mtanzania 100%. Haki zote anazipata. Na ndio nilikwambia kwamba ukishakuwa raia hakuna mamlaka nyingine. Ameweka kitu cha msingi sana. Kuna watu wapo Tanzania, natoa mfano wa mwisho hapo. Walikuwa na Tanzania. Leo hii wanaolewa wa Marekani. Akishaingia kule huwezi kumpata. Salamba, naomba nikuulize. Unaweza kanijibu kwamba kwa nini Damaro aliruhusiwa kirahisi kwa raia wa Tanzania na kwa nini Morrison hakuruhusiwa kuwa raia wa Tanzania? Na kwa kitu hapo nilikuwa nakusomea kwanza. Ngoja nikusomea hapa. Na kitu sio wakati na nini nilikusomea. Nataka nikusomea hapa. Kwanza hii hapa nakwambia hivi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi ndio Tanzania ana mamlaka ya mwisho ya kisheria kutoa uraia wa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kutoa uraia wa heshima na kwa upendeleo maalum kwa wageni hata kama hawajatimiza vigezo vya kawaida vya kuishi miaka 10. Uamuzi wa waziri huu hauna rufaa. Maana yake nini? Kuna kitu kinaitwa privilege. Yes. Privilege. Yaani mtu anaweza kaamua. Sasa ndio nikasemaje? Mimi leo hii hapa nikisema Lugano Israeli, nimefly leo hii nimekuja kwenye studio zangu za Talamba TV na kupata milioni 100. Alafu kesho akaja mwingine nisimpe akasema kwa nini ulimpa Lugano? Ndio maana neno privilege. Kwa hiyo hilo swala kwamba kwa nini amepewa kiurahisi, aliyetoa ndo anajua kwa nini alitoa, na hakuna mamlaka ambayo inaweza kumhoji kwa sababu ametoa uraia yeye. Na tena na hiyo ni mamlaka ambayo anayo. Kwa hiyo kupata kwa Damaro hakuna maana na mwingine yoyote akiomba atapewa. Ile neno kwa heshima lisingekuwepo na ndio maana kwa upande wa Simba waliomba baadhi ya wachezaji pia wapate uraia. Uraia aombi waliwakatalia. Uraia aombi klabu. Uraia ni mchezaji mwenyewe, na kuna momenti, mfano leo mdogo tumekeni kupatie. Juzi tumesikia rais wa Kongo, nani wa Kongo huyu? Shekedi. Ametoa magari ya V8, sawa? Kwa wachezaji wa taifa Kongo, yes. Kwa kufuzu kwenda World Cup. Ile sio sheria. Ameguswa, ametoa. Baada ya miaka 4 ametoa na viwanja. Baada ya miaka mali ya nchi, lakini yeye ametoa. Baada ya miaka 4 Kongo wakaingia tena. Alafu rais atakaye kuwepo asitoi. Uwezo kumwambia mbona wale waliwapa au kuwapa? Maana yake yeye ndo anajua wakati gani aliweza kutoa. Kwa hiyo hilo jambo kama ilikuwa ni kulalamikia, ilikuwa wanalalamikia aliyetoa, na una haki kwa sababu ya mamlaka amepewa ya kwanza kutoa. Ndio maana Morrison aliomba, alikosa. Tena mara kadhaa, sio mara moja. Lakini kingine usokugundua ndio kwamba hizi mamlaka zinaangalia beyond of our capacity. Ili ni jeshi la uhamiaji. Unaelewa sio? Ndio. Hawatoi tu raia. Wanakusanya information nyingi zaidi ambazo mimi na wewe pengine hatuzijui.
Kwa mpaka wanafikia hatua akasema kuwa Mtanzania. Usikitu alikaa kaamka ana vyombo, kitu kita vyombo vimekaa vikaangalia, akaamua kutangaza, akamriwadi, akampa leo uraia. Kwa hiyo unaweza kaniambia kwamba uraia mtu anaweza kapewa bila kuwa na maana kwa taifa. Yaani bila kufanya research kwamba huyu ana faida gani kwa taifa. Sasa ukisema research unaambiwa sasa hapa kutoa uraia wa heshima au kwa upendeleo maalum. Unaona wa heshima na upendeleo maalum kwa wageni. Upendeleo hasa upendeleo sio wa kila mtu. Naanza kuelewa sasa. Hilo neno upendeleo sio kila mtu. Hilo neno upendeleo kama nalielewa. Ngoja mfano mmoja mzuri. Mwingine tu. Kwani Mheshimiwa Rais anapoteua mabaraza ya waziri wakuu wa mikoa ni upendeleo. Unaona? Maana sio wengi. Yaani yeye ndo kapendelea kuona nifanye kazi na huyu. Usitafsiri tofauti. Sio wengi. Na mimi nikasema bwana Mama Samia kwa nini hujaniteua kuwa mkuu wa wilaya? Wakati kama degree ninayo. Kazi ile ni nafasi ya Mheshimiwa Rais. Yeye ana mamlaka ya kusema nimemteua Lugano kwa DC. Kwa nilivyokuelewa. Naomba nichangie kidogo. Nina mfano. Tunafahamu kuna ubunge wa viti maalum, si ndio? Ambao wengine wanaugombania kupata nafasi ya kuwa kwenye viti maalum vile. Alafu kuna wengine wale wanateuliwa. Wale. Ile ni nafasi ya upendeleo. Ya rais. Rais anapendelea. Leo Lugano ameteuliwa kuwa mbunge na Mheshimiwa Rais. Wewe una sifa una sifa gani? Anajua rais. Yeye anajua. Unaenda kufanya kitu gani? Anajua rais. Anajua yeye mwenyewe. Na hiyo ni nafasi ya katiba. Unaona 10 umekwambia. Kwa nini wakasema 200? Kwa hiyo sheria imespecify. Kwa hiyo na Mheshimiwa Waziri amepewa mamlaka maalum na kwa upendeleo. Hasa upendeleo gani? Kilichompendeza yeye mheshimiwa kwa mujibu wa katiba anatoa. Lakini Salamba, kwa sababu ya faida ya wanaotutazama pia. Mimi nataka unipe mtazamo wako. Kupewa uraia kwa Damaro ambaye ni mchezaji wa mpira wa miguu. Ushawishi ambao ulifanyika pale mpaka kumpa uraia, bila shaka ilikuwa inahusiana na mpira wa miguu. Na lengo ilikuwa ni kuchezea timu ya taifa. Kwa hiyo unaniambia hapo hapo ndo wengi mnapoharibu. Mzee Angetile hapa amekwambiaje? Nifikie tena urudi tena. Sawa. Iko hivi, yani ukimwangalia Damaro kwa umri wake hana sifa za kuchezea ndio ambao unamkataa national team. Hana sifa. Unaelewa? Hana sifa ya kuchezea national team kwa sababu vigezo vya associations vinakataa. Lakini bado haizuii yeye kuwa raia wa nchi. Na hapa mfano mmoja mdogo ametoa mfano wale wa Kongomani wale. Nani yule wa Mbisaka na Twanzebe. No, unafahamu? Watu wakata rufaa Nigeria kwamba wao wanatumika wakiwa nani? Sio raia wa Kongo. FIFA waniomba pasipoti zao za Kongo. Walipopatiwa tu ni hii hapa. Hamna kesi. Wanaenda kucheza timu ya taifa. Sasa kwa hiyo manake hao walikuwa na faida kwenye timu ya taifa. Damaro ana faida kwenye taifa letu mpaka sasa. Sasa ukisema kwenye faida gani? Ndio nakwambiaje? Faida za raia sio kwenye mpira tu. Ndio nimekwambia hivi. Kwa vitu vingine hatuwezi kuongea hapa, sawa? Faida za uraia sio kwenye mpira tu. Hii nchi, maana unapokuwa raia unakwenda kushiriki kwenye mambo mengi ya nchi. Mambo mengi ya nchi. Sasa anayejua amekupa kwa faida gani? Ndio maana ukaangalia katika mchakato wa kawaida ambao tunauzungumzia wa uraia. Mimi kwa jamangu alikuwa naomba uraia. Mchakato wa kawaida unaanzia kwenye ngazi za mtaa. Wanakuita. Hapo ushaka miaka 10. 10 years umekaa Tanzania. Ukianza kuomba ngazi ya mtaa, ile baraza la kata linakuita. Linakuoji. Wilaya kwenye kamati ya ulinzi na usalama watakuita, watakuoji. Baraza la usalama la mkoa litakuita, litakuoji. Wote wanaandika ripoti. Baadaye inakwenda kule juu. Na wanaweza hawa wote wakasema hapewe. Lakini mheshimiwa waziri akasema hapana. Toe uraia. Unaelewa? Kwamba ile nafasi ya upendeleo ndio maana ya mamlaka. Na unaweza ukaingia siku 2-3 ukapewa uraia. Na inawezekana ukaomba hata mara 10. Mara ya kwanza ukakosa, mara ya pili ukakosa, mara ya tatu afu wenzako akaja nyuma yako wewe akapata. Na unaona kutoka sheria inataka miaka 10. Lakini unaweza ukakata miezi 6 tu akakutunuku ukapewa uraia wa nchi fulani na ukawa raia na mamlaka zikakutambua. Kwa hiyo ni privilege ambayo mwenye mamlaka anayo.
Hayo ni mamlaka ya kiti anacho yeye. Hasa wewe cha kufanya hapa usiangalia mbona sasa umempa wakati acheze national team. No, kupewa so uraia maana yake sio kwa national team tu. Na anayetoa huo uraia kwa maana mamlaka hawa ndugu zetu wa uhamiaji. Wao hawajali Lugano wewe ni fundi nini. Angalia. Wao wanaangalia vigezo vyao wao ambavyo wanavyo wao. Kupatia uraia. Hawajali utaenda kucheza timu ya taifa, hautochezea, utaenda kufanya Kuna kitu nilikuwa nafikiria hapa. Kidogo kimenifikirisha sana. Ingawaje sio rasmi sana kuingia dipu. Nilikuwa najiuliza hivi kipindi hicho nani kama tunaweza kumkumbuka nani alikuwa waziri wa mamlaka ya uhamiaji kipindi hicho kwa sababu ni sitaki tuingie huko. Mimi kusoma yani sijakwambia tuingie dipu kwa sababu tunazungumzia michezo hapa. Ila mimi nilikuwa najaribu kufikiria tu. Ni nani alikuwa kipindi hicho hata bila kumtaja. Ni mimi nilikuwa nafikiria tu. Lakini ninachofikiria mimi ni namna ya kuwa na mchango wa mtu kwenye taifa. Mchango upi? Umeelewa? Lakini pia nisikilize na mimi ndio maana nimesema mimi ninavyofikiria ni kuwa na mtu na mchango kwenye taifa. Kwa sababu gani? Hebu muangalie Damaro. Aliingia kiwa kwenye kanuni ya 62 ambayo inaruhusu wachezaji wa kigeni na alikuwa anacheza mpira hapa kiwa mchezaji wa kigeni. Lakini akabadilishwa kuwa mchezaji mzawa. Unaelewa? Hapo kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza nakiona ni kuzifinya nafasi za wazawa ili kuwaleta wageni kuongeza namba ya wachezaji wa kigeni. Unajua mpira ni ajira. Nielewe vizuri. Lugano nimekuelewa. Kumradhi. Unaposema kwamba inaminywa nafasi ya wazawa, kumbuka Damaro wakati anaomba uraia hakuomba kwamba mimi mchezaji. Nisikilize vizuri. Aliomba kwa yeye mahitaji. Raia kutoka Guinea anaomba uraia wa Tanzania. Sawa. Sio mchezaji. Introduction ya kwanza umenielewa. Hapa tukujibu. La leo hii anaweza katangaza rasmi. Mimi mpira basi na zangu Mbeya kwenda kulima miogo Mwanza, naenda Mwanza akalima. Kwa sababu mpira hapo kingine hii kauli ambayo mnakuwa mnaitumia ya kuminya si kweli na mnapotosha kwa sababu gani nakwambia kitu? Mpira ni mchezo wa wazi. Sahihi. Mpira ni mchezo ambao unachezwa kutokana na kiwango ulicho nacho kwenye timu husika. Whether uwe ni mzawa au usiwe mzawa. Wamekuja walinzi wangapi wa kushoto walishindwa kumtoa Mohamed Hussein Shabalala? Walikuja makipa wangapi wakashindwa kumtoa Ishimanula? Wangapi walikuja? Wamekuja walinzi wangapi wameshindwa kumtoa Ibrahim Baka na Dickson Jobu? Kwa hiyo issue ya kwamba kuminya sio kweli. Yoyote anayefanya vizuri atacheza tu kwenye timu yoyote. Hiyo ilikuwa hoja yangu ya kwanza. Leo Faisal, bado nimalizie. Leo Faisal. Kwa ubora alionao Faisal, nani ambaye akasema namgusa? Hakuna anayemgusa. Mimi nileta hoja mbili. Ulinikatisha, kulikuwa na hoja hizi mbili. Ya kwanza nikasema kuminya nafasi za wazawa hasa kutokana na kanuni ilivyo. Ambaye Damaro naye anaminywa hapo kwa sababu naye ni mzawa. Damaro kaingia kama mzawa, maana yake kuna nafasi ya wazawa kaiminya pale. Anaminywa. Nisikilize kwa sababu Damaro alikuwa kwenye kanuni ya 62 ambayo inaruhusu wachezaji 12. Hivyo ingia huku maana yake wachezaji ambao ni 27 kwenye timu itakiwa kusajiliwa, itabidi wasajiliwe 26 na Damaro akiwa 27. Yeye ni Tanzania. Sawa. Ana haki. Hiyo tuachane nayo. Mimi naangalia hicho kitu. Cha pili nakuja kuangalia ni ukwepaji wa kodi. Kivipi? Yaani naona hapo kuna namna kulitengenezwa mfumo wa kukwepa kodi. Sasa sikiliza. Kwa sababu anapokuja mchezaji wa kigeni. Wewe niingilie kati kaka. Hizo mamlaka tusifike huko tukaambiwa tuje kutoa maelezo ya ziada. Unajua unapozungumzia mambo ya kikodi, unapozungumzia mambo sio ya nini, ni mambo ambayo ni serikali kuu na ni hujumu uchumi. Na tusiwe sehemu ya kuja kuisaidia serikali katika hilo eneo. Itosha kusema kwamba mamlaka zinazohusika zimeweza kumpatia uraia. Kama Lugano Israeli, kijana wangu, unahisi kuna vitu vingi unavyo, ni kiasi cha kutoka wewe hapo kwa sababu una haki ya Tanzania. Ukaenda kama ni TRA, ukaenda kama ni wapi, ukaenda kuwapatia inputs ambazo pengine zitawasaidia kufikia, lakini kukaa public na kuanza kuzungumza dhahania bila kuwa na uhalisia, sababu aliyempa hatujui alimpa kwa makusudi gani, na katiba ya nchi imempa mamlaka yeye kama waziri kwa waziri kwa upendeleo na kwa namna maalum tumesoma hapa,
anaweza kumpa mtu leo hata kama hajafikisha vigezo. Sasa yeye ndio mwenye nafasi. Tukianza kumzungumzia tutakuwa tunakosema. Mimi nitaka nizungumze kwenye tahadhari. Huko tusiende. Sawa. Simba nao wanataka nao waombe mchezaji wa aina hiyo waingie. Watabadilisha hao ambao wanalipiwa kodi. Sasa sio Simba anayeomba. Haombi Simba. Na hapo ndio ambapo tunakosea. Sasa wanatengeza mazingira. Issue sio Simba. Umesikia nakwambia hapa. TFF wakati Angetile yupo walimtuma Kim Paulson kwenda kuongea nani na Nditi, somebody Nditi. Alikuwa yuko Chelsea. Yuko Chelsea timu ya vijana. Alitumwa mtu kwenda kumshawishi, alikataa. Alisema hapana, mimi uraia wa Uingereza unanifeva, uko uraia wapi wa Tanzania? Kwa hiyo jambo la kumshawishi jambo moja, lakini kukubali jambo lingine. Na Nditi yeye alikataa kwa maana aliona uraia wa Uingereza una thamani sana. Unamfeva kwenye mambo ya nje ya mpira. Si ndio thamani baada ya mpira kuisha. Sio baada. Wakati anacheza na yeye akiwa Muingereza au akiwa Tanzania. Akiwa anasafiri ile privilege VIP yake, ile accommodation yake, unapokuwa Muingereza wanamaccommodate tofauti. Unaona? Sawa. Tofauti. Ndio. Na hapa nafikiri kuna taarifa hapa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Idara ya Uhamiaji, taarifa kwa umma. Hii ya leo hii. Sawa, hii ilikuwa ni ya Januari 22. Sawa, hii hapa. Idara ya Uhamiaji inapenda kutoa ufafanuzi wa taarifa zilizochapishwa na kujadiliwa kwenye mtandao wa kijamii na vyombo vya habari kuhusu kupatiwa uraia wa Tanzania wachezaji watatu wa timu ya mpira wa miguu ya Singida Black Stars. Wachezaji waliotajwa kwenye taarifa hiyo ni kama ifuatavyo: Emmanuel Keyeke, sawa, raia wa Ghana; kuna Josephat Atubada, raia wa Ivory Coast, na Mohamed Damaro, raia wa Guinea. Wachezaji hawa taja hapo juu, sawa, waliomba kupewa uraia kwa mujibu wa vifungu vya 9, 23 vya sheria ya uraia sura hii hapa hiyo. Kwa muktadha huo, idara ya uhamiaji inapenda kuarifu umma kuwa watajwa hao ni raia wa Tanzania kwa tajinisi. Ni raia wa Tanzania kwa tajinisi. Ni raia hapa chini ikasainiwa na msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji. Kwa hii ni mamlaka ya serikali. Nakumbuka kukaibuka neno tajinisi. Watu ni tajinisi ni nini? Kumbe Kiswahili tukijui Wewe maana ni kwa nini? Hii ni mamlaka ambayo huyu amepewa mamlaka na sheria na katiba ya nchi. Sasa sisi tukikaa hapa kuanza kuhoji hili tunakosea. Ndio kasemaje? Kama unataka ufafanuzi wa ziada wa hili jambo, nenda uhamiaji. Mimi kwenye upande wa serikali siwezi kuhoji. Nao ndio mamlaka. Zaidi ni kuhoji kwenye mpira wa miguu tu, ndio hoja zangu ziko pale. Naona. Kwa hawa kanuni haijafuatwa, hakuna kanuni ambayo inaibeba hilo, ndio hoja msingi. Kwa hiyo kuna wakati watu wanapata privilege kwenye mambo mbalimbali. Kuna mtu anachukua uraia wa Denmark sio kwa ajili ya kazi anayoifanya, anaangalia maslahi mengine. Unaelewa sio? Kwa sababu watu hao maisha ya mpira ni maisha ya muda mfupi brother. Sure. Yanapita. Kabisa. Lakini mtu anaangalia vitu vingi. Kwa hiyo ambacho anatakiwa akifanye Simba, na nitoa mfano mmoja wa mfano wa Vinicius, nilikuwa niko na Katanambula. Of course. Vinicius walivyoona Barcelona na Madrid nafasi za wazawa, nafasi za wageni zimeisha za kusajili. Na wao wanamhitaji. Wakaona wakamuita. Bwana sikiliza. Hii Spain ina uraia wa nchi ngapi? 2. Wewe tayari uko national team yapi? Ya Brazil. Sisi hatuna shida na national team. Tunachokuomba omba uraia wa nchi yetu. Unaelewa? Omba uraia wa nini? Wa Spain. Kwa sababu sina ruhusu. Mchezaji akaomba uraia wa Spain, akapewa. Nchi ambayo una uraia wa nchi mbili. Sikia hapo nakwambia maana yake nini? Akapewa. Alipopewa wale wakamsajili kama raia wa nini? Wa Spain. Kwa hiyo kuna gharama kubwa zilepukika, wakaweza kusekiwa nafasi ya mchezaji mgeni. Unaelewa? Ingekuwa haina uraia wa nchi mbili ingekwaje? Sasa ingekuwa ina uraia wa nchi mbili ndio angeangalia whether akane au askari. Kwa ingekuwa ni yeye sasa. Sasa tunakuja kwenye maslahi. Unaangalia je, nikane au nisikane? Unaelewa sio? Nikane au nisikane uraia. Kuna hoja umekuja vizuri sana. Ilimshawishi. Yaani manake Madrid walimshawishi, walimwambia sio yeye. Yaani unaposhawishiwa na wewe si unapima? Yeah. Aende yeye, sio wao walienda kumuombea. Yaani bwana, si bwana nataka tukupatie uraia wa Tanzania. Anatoa mfano. Bwana Chama anataka uraia wa Tanzania. Kwa nini usiombe uraia wa Tanzania? Yeye atapima yeye mwenyewe. Sawa? Na uhitaji wa Tanzania au si uhitaji? Kama nina uhitaji, una faida kwangu au hauna faida kwangu? Ndio anachukua hatua.
ya kwenda uhamiaji. Kuna jibu ambalo umenisaidia kwa urahisi kabisa. Nitaka niulize hapa lakini sina haja kukuuliza tena kwa sababu tunataka kusoma hapa kuhusiana na Arthur Bada, Emmanuel Kayeke pamoja na Damaro ambao waliomba uraia. Swali ambalo nataka nikuulize, wewe unafikiri ya watu sio kwamba walishawishiwa au alitoka Arthur Bada akamfuata Kayeke akamfuata Damaro bwana tuombe uraia? Yaani hao watu wakashauriana wote kwa wakati mmoja. Mtu yoyote kama kuna mtu yoyote aliyevuka miaka 18 anaweza kushauriwa na akaamua kupokea ushauri au kutopokea ushauri. Ila kama wangekuwa wako chini ya miaka 18 labda miaka 16 tungesema hao wameshawishika. Unanielewa si? Lakini wewe ukishakuwa mtu mzima, wewe hapa leo labda niongee neno moja, mimi nije hapa nikushauri naye kuna biashara hapa labda ya kuuza madawa ya kulevya ambayo haikubaliki. Twende tukafanya biashara. Ukikamatwa useme Dominic Samba tunishawishi. Lazima unapima kwamba hii ni hatari. I make sense kwa sababu kwa umri wako. Lakini kama ukiwa kijana mdogo miaka 14 una hiyo kitu. Kwa hiyo neno kushawishika litakuwa lina maana tu kwa mtu ambaye ako chini ya umri. Kwa hiyo wale wao walishawishiwa au kushawishiwa, wao wenyewe walipima wakaona inawezekana, wakaenda wakakana, wakapewa uraia. Kwa hiyo tunapozungumza, ukizungumzia haki za wachezaji wazawa, usimsahau Kayeke, usimsahau Bada, usimsahau na Damaro ambao mpaka dakika hii wanasoma. Mfano Bada anasoma ni Ivory Coast mpaka sasa, mpaka pasi yake ya kusafiria haina impact. Ndio maana hata huyo Kibu ambaye alizungumza kwamba alikuwa na pasi ya Kongo, Kibu kwa pasi ya Kongo anayo, hii kwa pasi ya Kongo Kibu anayo hii hapa ya Kibu ipo anayo, lakini alikana anayo Kibu ya Kongo ipo kama ulikuwa hujui, lakini haina maana kwa sababu unaona hii hapa ya Kibu Dennis pasi yake anayo ya Kongo, lakini ameshaikana hiyo pasi ya Kongo. Ameikana, yani Mtanzania. Kwa hiyo tena huna haja kwenda tena kutoa kule, watoa nini sasa? Leo hii hapa leo sisi tuanze kwenda tena kufanya cancel uraia wake wagine wa nini? Wakati sisi haushughulishi nao, lakini pia hauna msaada wowote kwenye association, hakuna kuingia. Kwa hiyo ukibakia hauna madhara yoyote. Ila kama ingekuwa tunamhitaji katika national team, ndio tungeanza hizo mchakato ya kwenda na kule kubadilisha nje aonekane ni Tanzania, lakini kwa sababu yuko local player there's no problem. Sawa, tumekuwa na wakati mzuri sana. Kasi bwana, kasi Simba wende kasi. Lugano bado unaliona bado Simba wana nafasi ya kushinda kasi. Nakwambia kabisa. Iza Lugano pamoja na Chifu Nzobane kama Zomfera, Mr. Dominic Salamba, kadhalika wote ambao tumekuwa nao kwenye kipindi husika. Tumekuwa na wakati mzuri sana tukizungumza, hatimaye tumefikia tamati. Yani sisi ndio ambao tumesuluhisha, tumepatia majibu nchi. Kwa yule ambaye hajaelewa yale ambayo tumeyazungumza hapa sambamba na mzee wetu Angitile Osia, basi itakuwa na la kwake jambo. Kwa kuzungumza hayo, ni washukuru wote ambao tumehakikisha kipindi hiki kinakuwa hewani. Mimi ni Diego Mashuhuri na Oza Meli za Ukombozi. Mpaka wakati mwingine, endelea kusalia na kufuatilia vipindi vyetu kupitia Salamba TV, YouTube na peji zetu, kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunayo Salamba Radio, Salamba TV, Dominic Salamba na Salamba Production. Zote hizo zinahakikisha kwamba hupitwi na kitu. Asante.